Brother Maulid, mambo vipi? Bwana safi, bwana safi. Kilomita mpaka sasa tulizotupiga hapa ni 8. 8 kilomita zimekatika. Jasho linatutoka, unaweza kaliona jasho. Maji mengi. Maji mengi. Mafuta yametoka. Mafuta unayakata. Yaani maji na mafuta yanatenganishwa hapa. Mazoezi ni afya. Mazoezi yawe ndio sehemu ya mipango yetu ya siku. Unapoamka asubuhi unasema bwana nitakuwa na 1 hour ya kufanya mazoezi. Unaitenga. Kwa sababu mwili unahitaji kutoa sumu. Tunakula sumu nyingi, lazima tuzitoe. Ndio hizi unaziona sumu zinamwagika. Zinamwagika sumu hizo. Kwa hiyo bwana mimi nimefurahi sana. Wanasema kwamba mtu akiwa anakimbia sana kilomita nyingi uzeeni hatopata tabu, muscles zitakuwa hazimsumbui miguu kumuuma. Wewe kwako hiyo unaiprove vipi? Bwana hiyo ni uhakika, ni ukweli kabisa. Manake mimi sasa hivi mwaka wa 20 huu niko barabarani na najiona niko mwepesi, sina tatizo lolote, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mazoezi yametujenga. Ni kweli kabisa. Hata huyu bwana alikuja hapa akiwa nyonde. Huyu anaitwa Mohamed Mpambanaji, kule watu wa Mwembe Chai wanamjua. Alikuja akiwa nyonde, lakini sasa hivi amekangamala, amekuwa yuko vizuri sana. Na unaweza kaona na chupa yangu mimi hapa. Hii ni zawadi yangu bwana, nimesema nikupe. Unanikabidhi nakukabidhi hapa. Utainywa. Nitakuwa nawekewa maji ili niweze kuyanywa maji kupitia chupa hii nzuri kabisa. Nzuri kabisa. Na hapa bwana nina zawadi yangu pia, t-shirt hii. Wanasema kwamba kushatoka sasa maji yameshazidi, tunabadilisha, tunavaia hapo. Bwana hii ni t-shirt ya uhakika kutoka PMBet. Bwana mimi nawashukuru sana, na nyinyi mnajali afya. Na afya ya mtu ni mazoezi kabisa. Na nyinyi kusema kweli mnaonyesha kwa vitendo. Kwa hiyo bwana mimi nawashukuru, na hakika baada ya mazoezi leo naivaa hii t-shirt yangu. Mimi na swali la mwisho, wanasema ya kwamba kuwa na afya, ni bora kuwa na afya nzuri au kuwa tajiri sana, kuwa na pesa nyingi? Ni bora kuwa na afya nzuri, kwa sababu ukiwa na afya nzuri hata ukipata mali utazitumia vizuri. Ukiwa huna afya nzuri, ukiwa tajiri, utakuwa kitandani, zile mali unaona wenzako wanaziteketeza. Kuna kijana wetu mmoja anaitwa Martin Shigela hapa, alikuwa na pesa nyingi lakini pesa ikamuishia, watu wakaiteketeza yote kwa sababu yeye hakujali afya yake. Sasa hivi ndio amekumbuka shuka Martin Shigela au Baba Luka, kukiwa jioni kabisa ndio tuko naye mazoezini hapa, na lakini anafanya vizuri kusema kweli. Sasa hivi atatumia pesa zake. Sasa hivi atatumia pesa zake za uzeeni. Martin Shigela aka Baba Luka, na kijana wake Luka kule nyumbani anamsikia sasa hivi kwamba Shigela sasa hivi atatumia hela vizuri. Nakubali sana Brother Maulid. Shout out sana kwako.